Asante sana wewe unayetufuatilia kupitia chombo hiki bora kabisa cha NYTV. Nitumie nafasi hii pia kukushukuru mno. Asanteni sana. Nimepokea simu zenu nyingi. Na niwaambie tu kanisa la Bwana, wanaotufuatilia ni wengi kuliko nyie. Bwana asifiwe. Nimepigiwa simu mpaka nikaamua kuzima. Tunaposema ishi kwa kuifuata ramani ya Mungu ili uwe na hatima njema, ni wazi kwamba maisha yako wewe ya kuwepo duniani si kwa sababu wewe ulitaka uwepo duniani. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Mungu alitaka uwepo duniani, na hakutaka tu uwepo yani utokee kama hivi. Kila mtu aliyekuja duniani, kama alivyosemeshwa Yeremia, ndivyo ambavyo kila aliyeko duniani amekuja kwa kusudi maalum. Bwana asifiwe. Ametengwa kwa kusudi maalum. Sawa jamani? Unaweza ukamwangalia Yeremia, Mungu anamwambia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka nalifanya nini? Nalikutakasa. Manake si kwamba tu umetokea wewe ulivyo ukawepo hapa, hapana. Ila kabla ya kuwepo kwako tayari Mungu amekaa mbinguni, akatazama dunia, akaangalia vitu kadha wa kadha, akagawa majukumu kwamba ninapomchukua huyu atatembea hapa, na huyu ninapomweka hapa atafanya hiki, na huyu ninayemweka hapa na yeye atafanya hiki. Sasa huyu mwanadamu akiwepo hapa duniani hatakiwi kuishi mwenyewe, kwa sababu safari ya kulitimiza kusudi la Mungu ni ndefu. Hauzaliwi tu ukalitimiza kusudi la Mungu. Kuna mchakato ambao unaanza nao. Unazaliwa. Baada ya kuzaliwa kuna hatua zinaanza kutokea. Baada ya zile hatua kuna ukuaji unaendelea, kuna mafundisho yanaendelea. Sasa ukiwa unatembea kwenye hizo hatua zote, huwezi kuwa salama usipokuwa kwenye ramani ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jana nilikwambia, nikasema mama yangu wakati ninamuaga, ninakuja huku kwenye shuhuda zangu waliopita NYTV na kwenye maeneo mengine nilikohubiri, nimeelezea maisha ambayo nimeyapitia, na mpaka Mungu ananipa masomo haya ni kwa sababu ya kule nilikotoka, namna gani nimetembea na Bwana. Mama yangu akasema kitu kimoja, akasema laiti kama ningejua nimebeba mtoto wa design hii, nisingeyafanya yale yote ambayo niliyafanya. Nisingejaribu kukupiga viboko, nisingejaribu kukufukuza nyumbani. Anasema inawezekana ningejua mapema, ningejitahidi kuwekeza zaidi kwa kukufundisha. Lakini nikamwambia mama yangu, hayo sio mabaya, kwa sababu adui alikusudia yawe mabaya, lakini bado Bwana kwa sababu alinitenga kwa kusudi maalumu, alinisaidia kutembea kwenye ramani hata kama kulikuwa maumivu makali. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Tunapoiongelea hatima njema, manake namna unavyomaliza liwe jambo la hapa duniani. Jana nilikutolea mifano kadhaa, nikakwambia kuna uongozi.
Bwana anakuamini, anakupa nafasi. Labda ni mchungaji, labda ni mzee wa kanisa, labda ni kiongozi wa idara. Kila jambo waga lina hatima, na ndio maana wameweka miaka ya kufanya kazi. Ule wakati unafanya, Biblia inakutaka ukiwa na hapa duniani uwe na hatima njema kwenye kile ambacho Bwana amekuweka kwa wakati. Pale ambapo anakuhamisha kukupeleka mahali pengine, basi hapa ulipotoka uhakikishe una hatima njema, ili uweze kusogea mbele zaidi mpaka ule wakati ambao Yesu atarudi kuja kukuchukua. Sasa Mungu anataka uwe na hatima njema. Ninapoongelea kutembea kwenye ramani ya Mungu, ninaongea kwa habari ya maisha yako ya sasa na yale maisha yako ya baadaye. Maana kila unachokifanya mbingu zina rekodi. Hakuna mtu anaweza katunza faili lako. Hata wewe kuna mambo umeyasahau, kuna kumbukumbu zako za kutoka utoto hauzijui. Lakini ninataka nikwambie, tutakapofika kwa Baba, mafaili yatafunguliwa. Kila kazi, kila njia uliopita itakuwa peupe mbele za Bwana. Ni muhimu sana majira haya ambayo Bwana amekupa neema, rudi kwenye njia, rudi kwenye ramani yako. Bwana anakuwazia mema. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Yeremia anaambiwa, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Manake nimekutenga. Likiwa ni swala la kuja duniani, lazima uwe mwangalifu sana. Haukuota kama mti ukatokea tu, haukutokea kwa bahati mbaya. Wewe ni mpango mkakati wa Mungu. Mungu amekuleta kwa kusudi maalumu, na ni lazima ukubali kusudi la Mungu litimie kwako. Bwana asifiwe. Leo tuna maajabu. Mimi napigiwa simu nyingi sana. Mtu anaweza akakuelezea vitu vingi sana anavyotamani Mungu amfanyie, vingi sana. Ukamsikiliza, anamtaka Mungu, lakini maisha yake yako nje ya ramani. Kanuni ya Mungu ni kwamba uwe kwenye mfumo. Ukitembea kwenye ramani, yeye yuko pamoja na wewe. Chochote unachokitaka atakusaidia kukipata, atakusaidia kukifanya. Lakini unapoenda mbele za Bwana, umepeleka matakwa yako, iko ramani nyingine unaiendea, na kuambia huwezi kuwa na hatima njema mbele za Mungu. Haiwezekani. Mungu sio mganga wa kienyeji. Ni kwa mganga peke yake. Naye kwa sababu ni tapeli, utaenda utamwambia, nataka nimloge fulani, nataka nimpe dawa mme wa fulani ili anipende mimi. Mganga atakusaidia, lakini sio Mungu aliye hai. Sio Mungu aliye hai ninayemjua mimi. Yeye anapendezwa na maisha ya haki. Yeye anatembea kwenye mifumo. Yeye apendezwe na mtu mwenye njia mbili. Leo uko kwenye ramani ya huku, kesho unaingia kanisani, wakati maisha yako Bwana akiyatazama anaona uko nje ya ramani. Ukiwa nje ya kanisa ni msengenyaji, ni mtu ambaye unajiingiza mpaka kwenye imani za kishirikina. Upo kanisani unafuatilia chumvi, unafuatilia mafuta, unafuatilia vitu vya upako. Nataka nikwambie, unachokihitaji ni maarifa kuhusu Baba yako wa mbinguni. Jibu aliko kwa wanadamu. Yeye aliyekuleta anayo majibu ya maisha yako. Hauwezi kupata majibu kwa mwanadamu mwenzako. Wewe lazima uende mbele za Bwana. Ndio maana unahangaika na hauwezi kufanikiwa mpaka urudi kwenye ramani. Maana Mungu anapotazama kilio chako, ni kweli anaumia, anasema nifanye nini? Ndipo analituma neno, analituma neno kwa ajili yako. Ukirudi kwenye mfumo, ndipo unayapata yale yaliyokusudiwa. Jamani, amina. Jamani, haleluya.
Jamani, amina. Tuna mambo ya ajabu sana. Kanisa, ninataka nikwambie, amenituma kwako aliyekuumba wewe. Usije ukajaribu kutumia huduma ulio nayo kujificha udhaifu wako. Usije ukajaribu kutumia kanisa kujificha huko ndani. Biblia inaniambia huyu aliyetoa ramani ya maisha yako anatazama duniani kote, akimulika mwema na mbaya. Anazijua njia zako. Yeye peke yake huchunguza moyo na yote yaliyoko ndani ya moyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni vizuri neno hili likusaidie uijue ramani yako, ujitambue wewe ni nani. Watu wengi tumekuwa kwenye mahangaiko. Hata mimi kuna nyakati waga ninajiona ninahangaika, lakini ninaporudi kwenye neno la Bwana, ninapoliangalia neno la Bwana, ninakumbuka kule Bwana amenitoa. Ninasema kumbe Bwana, ramani ya mimi kuwa Kahama wewe unajua. Na ndio maana Roho Mtakatifu akinisemesha, mwanangu, kuna mahali ninataka uende. Ninajua ninaishi kwa ajili ya Bwana. Maisha yangu ni kwa ajili ya Bwana, na ninapofika hapo ninajua Bwana amekusudia jambo. Haijalishi njia nitakazopita zimesongwa na vitu gani. Ninachojua ndani ya moyo wangu, ramani haijanyoka, ina kona za kutosha. Nyingine ni kali sana, nyingine ni za kawaida. Ili ufike kwenye hatima iliyokusudiwa na Bwana, kubali kutembea kwenye ramani. Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo vimechukua nafasi kwenye maisha yetu. Nataka nikwambie, ikiwa umeingia kanisani, ikiwa umempa Yesu maisha yako, lazima uelewe jambo moja, kwamba umeketishwa pamoja na Bwana. Wewe umehuishwa, wewe umefufuliwa na Bwana. Ramani yako sio ile ya duniani. Ramani yako sio kwenye dini ulikotoka. Ramani yako ni nyingine. Na ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto, tazama, imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, yale ya kale yamepita, tazama ni mapya. Manake nini? Manake zile njia za kule zimepita, zimeishia pale ambapo umekutana na Yesu. Kinachotakiwa ni wewe kutembea pamoja na Bwana ili ulete matokeo yaliyokusudiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiwa kwenye ramani ya Mungu, kuna mifumo unatakiwa kutembea nayo. Bwana asifiwe. Mimi nataka niulize swali. Wafanyakazi mpo hapa? Fanyakazi ambaye umeajiriwa, asante mama. Hivi unaweza ukaishi ukaamua unachotaka kukifanya kazini kwako nje bila bosi wako kusema? Bwana asifiwe. Wana wa Mungu, haleluya. Bwana asifiwe sana. Na ndipo watumishi wengi wa Mungu tumetoka kwenye njia kwa sababu ya kuyatazama yanayoonekana kwa macho, lakini Biblia inatutaka tuyatazame yaliyo juu, aliko Mungu wetu aliye hai. Hapo ndipo tutapata matokeo. Mwanadamu alipoumbwa kwa mfano wa Mungu, alikuwa anaishi kutoka rohoni kwenda mwilini. Sawa? Ukisoma kitabu cha Mwanzo, jana niliongea kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ukatokea wewe usiye na nini? Na mwili. Unaelewa? Kwa hiyo maisha ya yule mtu yalikuwa wapi? Rohoni. Kuna mtu ananishangaa, Biblia inasema Mungu ni roho. Kwa hiyo kama
akakuumba kwa mfano wake. Kuna ile pumzi aliyoweka ndani yako baada ya mwili kutokea, sawa jamani? Akapuliza pumzi, huyu mwanadamu akawa nafsi iliyo hai. Alikuwa anaishi kutoka rohoni kwenda mwilini, na ndio maana Mungu kila jioni ajua kupunga, kwa sababu huyu mwanadamu alikuwa na maingilio, alikuwa anasomeka vizuri kwenye ramani. Mungu alikuwa akitaka kuja duniani, anaingia ndani ya Adamu kwa sababu anafanana naye. Bwana asifiwe jamani, haleluya. Lakini baada ya dhambi, maisha ya mwanadamu yakabadilika, akaanza kuishi kutoka mwilini kwenda rohoni, kitu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio maana unaona kinacholitesa kanisa ni tamaa za mwili, tamaa za mali, tamaa za fedha. Nini kimetokea? Kuna mtu mmoja anatafsiri mambo kutoka mwilini. Nataka nikwambie hivi, mwili unaoishi hapa duniani, Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Warumi, nia ya huu mwili ni mauti, na mwili huu ni wa hapa duniani. Na ndio maana mtu akifa anachimbiwa hapa duniani, kwa sababu alitoka kwenye mavumbi. Unapoufuata mwili, unapoifuata dunia, manake maisha yako kwenye ramani ambayo ni ya adui. Na Mungu anapoitazama, anapoona mwisho wako sio ule aliyoukusudia, ndipo anaanza kukutafuta kama alivyolipa gharama. Baada ya kuona kusudi lake la mwanadamu kuwepo haliendi vile anataka, akalipa gharama za kumtoa mwanae wa pekee, Yesu Kristo aliye hai. Yesu akakubali kuacha enzi na utukufu mbinguni. Biblia inaniambia licha ya kuwa Mungu, lakini akaona si kitu cha kushikamana nacho. Kwa nini? Kuna mtu mmoja Bwana anamtafuta atembee kwenye ramani, na cha maana ni hiki hapa. Yohana 1:12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Wanapozaliwa kwa Yesu, maisha yao lazima yafanane na ya baba yao, maana alivyo baba ndivyo watoto wanakuwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ninapoongelea ramani, uwe unazunguka unaitazama ramani ilivyo. Akili yako iwe inaiona ramani. Hata ukirudi nyumbani, katafute ramani. Hata kama ni ya Tanzania, nenda kaiangalie ramani. Utaiona ramani ina maelekezo mengi. Utaona kuna mahali wameandika hapa ni ziwa. Utaona kuna mahali wamesema hii ni bahari ya Hindi. Utaona kuna mahali vitu vimeelekezwa. Ndipo tunapotembea kwenye ramani ya Mungu, tunatembea kwa namna hiyo hiyo. Tunapokuwa na Bwana ndipo tunaelekezwa. Hapa ni baharini mwanangu, unapotembea hapa lazima uwe mwangalifu, maana unapozaliwa unaanza kuchakatwa ili ufahamu wako ukubaliane na Bwana, uyapokee yale ambayo ni ya Bwana. Kanisa la Bwana lazima tukubali kurudi kwenye ramani. Ukitaka matokeo yaliyokusudiwa, nataka nikwambie hivi, kuna namna tu shetani ameharibu fikra zetu. Vitu vinavyoonekana kwa macho vimekuwa na nguvu kubwa. Kuna vitu vinaonekana sana, mtu natamani kuvaa vizuri, natamani kuwa na gari zuri, natamani kuwa na maisha haya. Zile tu tamaa ndogo ndogo zile. Natamani kuwa na mionekano ya fulani. Si umeona waimbaji wetu hao wameimba hapa? Mimi nimebarikiwa sana 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 sana. Wameimba nyimbo, nimekwambia ni kama waliambizana, nikitoka mimi weka dumbukize huu, nikitoka mimi afu mhubiri akifika na yeye ataanzia hapa. Sasa kazi ya adui alivyo, mtu anafika hapa ana kipawa kizuri tu, amefika hapo kwa neema ya Mungu, anaimba vizuri, anaona
mbona hapa sitoshei, nilitakiwa kufanya hiki na hiki na hiki na hiki. Unanielewa? Shetani analeta vitu ambavyo kimsingi sio vya kwetu. Hayo sio mazingira tunayotakiwa kuishi. Analeta tamaa ya macho. Unaanza kuangalia kitu unatamani, ningetamani kuwa kwenye viwango vile, ningetamani kufanana na fulani, ningetamani kuwa kama fulani. Na hapo ndipo tunapokosea. Wengi wetu vipawa vimeharibika, huduma zimeharibika, makanisa yamepasuka. Hali ni mbaya kwa sababu kuna mtu mmoja adui aliingia akampa ramani, akamwonyesha mafanikio lakini ambayo hayakuwa ya kweli. Maana shetani huja kama malaika wa nuru, lakini nyuma yake amebeba vitu vya kuharibu maisha yake. Ndipo unaona hali ya makanisa ni mbaya sana. Mpentekoste anaichukia TAG, MAGT anaichukia TAG, TAG na yeye anaichukia Pentekoste ile. Kwa nini? Wametoka kwenye ramani na hawajui yale ambayo tumeitiwa. Huyu anasema huyu ameharibika na yule anasema ameharibika. Nataka niwaambie wana wa Mungu, neema ya Bwana ilitukusanya kwa pamoja. Mambo ya dini ni ya sisi wenyewe binadamu, lakini Bwana anapotutazama anatutazama kama viungo. Laiti kama tungeamua kwamba tushikamane, wapatikane watu wanaorudi kwenye ramani, walie mbele za Bwana, waseme mbona tunauana wenyewe, waseme Bwana tupe neema ya kurudi pamoja, tuunganishe nguvu ili tulete matokeo yaliyokusudiwa. Bwana asifiwe. Wewe unafikiri makanisa yanapasuka kwa nini? Tamaa. Wala kisikusumbue. Likipasuka baki kwenye njia kuu. Hasa nyie washirika tunatakiwa tubaki kwenye njia kuu, wala tusihangaike. Huyu asiseme mimi ni wa Apolo, huyu asiseme mimi ni wa Paulo. Hawa ni walezi Bwana ametupa, lakini Mungu anachotaka tutembee kwenye ramani, tutembee kwenye ramani, tulete matokeo yaliyokusudiwa na Bwana. Wakiwakataa leo, wala kisiwasumbue. Majira yanakuja, kuna wakati wa kupata, kuna wakati wa kukosa, kuna wakati wa kukataliwa, kuna wakati wa kukumbatiwa na kukubalika. Kaa tu kwenye ramani, usijaribu kutoka hapa. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Na nikwambie, shetani ametubadilishia paka picha, paka jumbe. Ukikuta mtu anahubiri, basi kuna namna lazima ajipenyeze, ajielezee. Yaani mimi ni 1, 2, 3 watumishi wa Mungu wengi na ninajua wananitazama. Wengine ni baba zangu, wengine ni rafiki zangu, wengine ni wamama kama mimi. Ninataka kuambia wana wa Mungu, lazima tukubali kurudi kwenye ramani ambayo ni ya Mungu wetu aliye hai. Yeye alitupanda tuwe mzabibu mwema, yeye alitupanda tukusanye kuleta amani. Kazi ya Yesu ni upatanisho. Mbona tumetengana wenyewe? Kila mtu akisimama anamlaumu mtu mwingine. Hapana, lazima turudi kwenye ramani. Yesu anarudi, analitazama kanisa ili liwafikia wengine nje ambao hawajafikiwa, lakini badala yake watu wamekaa huko nje wanalaumu kanisa, wanalia na kanisa, wanasema walokole wanagombana. Ni majira ya kurudi kwenye ramani. Viongozi wa idara, achani kugombana kwa ajili ya vyeo. Waimbaji, achani kugombana kwa sababu ya nafasi za kusolo. Eti jana wakunipa kusolo, eti kesho siendi kwenye kwaya. Kwa jina la Yesu aliye hai, wachungaji, wainjilisti wenzangu, wazee wa kanisa, turudi kwenye ramani.
turudi kwenye ramani. Huko tunakokwenda sio kwetu, huko sio kwetu. Tunaelekea kwenye mauti, tunaelekea jehanamu. Hiyo njia sio ya kwetu. Kanuni ya Bwana ni upendo, tena upendo usiohesabu mabaya. Aya. Yesu anao upendo usiojivuna, usiotakabari, unaowafurahia watu wote. Mtu aliyeko kwenye ramani amejaa pendo la Kristo lililobeba kusudiwa. Haleluya! Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Yaani mpaka imekuwa ni kazi na watu hawajagundua tatizo ni nini. Watu hawaelewi. Hata akitokea mtu anahubiri uamsho, watu wanalalamika. Sasa hivi tumekuwa na kanisa la ajabu sana, kanisa linalohitaji vitu vinavyogusa hisia, vitu vinavyogusa mwili. Nakwambia hiyo ni tamaa, hiyo ni tamaa iliyoletwa na adui ndani yako. Mtu anataka kuhubiriwa, pokea magari. Mtu anataka kuhubiriwa, adui yako afe badala yako. Hapana, Biblia inasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Tusijaribu kuyaharibu maandiko. Yesu yuko malangoni, Yesu anarudi, Yesu anarudi. Wana wa Mungu, ramasakaya toramasanda. Nimemwambia Bwana, nitaisema kweli yako. Kama nikufa nitakufa nikiwa kwenye madhabahu yako, maana ninachojua kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Rabababosakaya toramayanda. Kuna mtu umebeba majibu ya watu fulani. Kaa kwenye ramani, utimize kusudi lililokusudiwa. Sio kitu chepesi. Ni rahisi wewe kusikia, ni rahisi kusikia, ninashuhudia, lakini ule moto ninaujua ule moto. Ninaujua moto wa kukataliwa. Ndio maana Mungu amenipa jumbe ngumu sana. Kuna wakati ninamwambia Mungu, hivi mimi nitafanyaje? Mbona unanipa hizi jumbe ngumu? Ananitazamisha kwa Yeremia, anasema kila nitakachoweka kwenye kinywa chako, hicho ndicho nenda ukaseme. Usijaribu kuyasema mapenzi yako, maana maisha yako ni mimi ndo ninaamua. Hauishi kwa ajili yako mwenyewe, unaishi kwa ajili yangu. Mwanangu, nikilia na niambia nyamaza, safari bado inaendelea. Elia alipokata tamaa, akapelekewa chakula, akapelekewa na maji, akaambiwa mwanangu, hakuna kutoka kwenye ramani. Tunatembea humu hata kama tuna vidonda. Utu wetu wa nje unapochakaa, wa ndani unaimarishwa, wa ndani unatengenezwa. Rabababababa yeko ramayanderebosaka. Wanapotazama unakufa kesho, hawajui kumbe unauisha. Usitoke kwenye ramani, mwana wa Mungu. Kabla hajakuumba alikujua, na kabla hujatoka tumboni, nakwambia Bwana alikutakasa. Yesu alijua wamemuua. Wakisema utakufa, waambie bado siku ya tatu inakuja. Waambie siku ya kufufuka ya tatu inakuja. Waambie inakuja. Wachungaji, jipeni moyo, jipeni moyo. Mmekuja kwenye kipindi kigumu sana ambacho dunia imeharibika. Yesu anarudi, wala msiogope kukataliwa. Tembeeni kwenye ramani. Kama tukifa, basi tufe ndani ya Yesu. Nenda kasome Biblia yako kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, waone wale Matendo ya Mitume, wale mitume wa kwanza, lile kanisa la kwanza. Hawakutoka kwenye ramani, walikufa pamoja na Bwana, walimuelewa Bwana. Tembea kwenye ramani wewe, tembea kwenye ramani ya Bwana. Amelileta neno hili kwa ajili yako. Rabababosakaya toramayanda reketeremosaka baba ramayanderebo. Yesu mwenye kanisa, Yesu mwenye kanisa, Yesu, Yesu, Yesu. Rababababa koramayanda raba. Moyo wa Mungu unalia kwa ajili yako, moyo wa Mungu unalia.
mambo na mambo madogo madogo. Umemwacha Yesu, wewe umepoteza mwelekeo, unatembea huku na huko, unajifikiria wewe tu, unafikiria mambo ya kufaidisha mwili wako. Anayekubali kutembea kwenye ramani ya Yesu lazima akubali kupoteza nafsi yake, maana ataiona tena. Rababababo sakaya torebo sanda ramakaya tora baba. Wewe sio mtu wa kwanza kukataliwa. Yekete ramasaka korabababo sakaya nderema. Hata Yesu alimkataa, walimsema vile alivyosemwa, lakini hakutoka kwenye ramani ya Mungu kwa sababu alivumilia. Mimi na wewe tumeokolewa. Kwa nini unaleta mchezo na wokovu? Biblia inasema kwenye Waebrania, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu? Tutapataje kupona wana wa Mungu? Tutapataje kupona? Rabababababa. Paulo anamwandikia Timotheo, anasema shina la mabaya yote ni watu kupenda fedha. Angalia vile unaipenda fedha, uko tayari kuacha ibada, uko tayari kumwacha Bwana. Nataka nikwambie, uzima wa mtu haupo kwenye vitu vinavyoonekana. Uzima wako uko katika Bwana, uzima wako uko katika Bwana. Sulemani alipopata vyote akasema mambo yote ni ubatili mtupu. Na kwambia vyote ni ubatili mtupu. Mwili unaouhangaikia utabaki hapa duniani, na bahati mbaya sana mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakuko ndani yake. Mko wapi watu wa Mungu mliokubali kulipa gharama ili mbaki kwenye ramani? Wakina Danieli waliokubali kulipa gharama, wachungaji wa leo waliokubali kudharauliwa, waliokubali kuishiwa, waliokubali kukataliwa ili kweli ya Bwana ionekane. Rasaka ya ndarabo yeketere masaka ya teremo ora masaka ya taramasan. Jesus, kwa nini unaumiza moyo wa Mungu? Unaijua thamani yako, unajua vile Mungu analia. Ni nyakati ambazo ukisoma Biblia Yesu anakaribia kurudi. Unajaribu kufikiria Yesu anavyokufikiria wewe. Anakupenda kuliko mume wako anavyokupenda, anakupenda kuliko mama yako, anakupenda kuliko mtoto wako, anakupenda kuliko mke wako. Watu wamejaa viburi, watu wanataka kuheshimiwa, akikosea hataki kuambiwa ukweli. Nataka niwaambie wana wa Mungu, baba zangu mlioko hapa, ninaomba mlisikie neno hili ni la Bwana. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Hii ni sauti ya mwanamke mmoja anayelia nyikani. Yesu alikuwa ni mwanaume, alafu hakuishia hapo. Alikuwa na uungu kabisa, alikuwa Mungu kabisa, lakini alikubali kuacha heshima zote, akakubali kushuka mpaka mauti ya msalaba, akanipata mimi na wewe. Lakini jiangalie wewe baba, linapotokea jambo la kukukosoa la kanisa, unabeba mambo ya familia yako. Vile unavyotaka kuheshimiwa kwako, ndivyo ambavyo unataka na kanisa kuheshimu. Ukiambiwa hiki sio sawa, unasema kwa nini ananitawala? Kama ni hivyo, mimi sitakubali. Ninataka nikwambie, anawapinga wenye kiburi na kuwapa neema wanyenyekevu. Daudi alikuwa ni mwanaume kama wewe, lakini alipokosea alirudi kwa Bwana. Kwenye ile Zaburi ya 51, Daudi anaenda kwa Bwana, anasema, Bwana, zabihu yako ni moyo uliovunjika na kupondeka. Anasema moyo uliopondeka hautaudharau. Anaongeza Daudi, anasema, ichunguze Bwana njia yangu, uone kama yako mambo kwenye moyo wangu yaliyo kinyume na wewe. Wako wapi wakina Daudi wa leo? Baba zangu mko wapi?
mbona injili mmetuachia wanawake? Mko wapi? Mko wapi? Heshima ya Mungu imeenda wapi? Imeenda wapi heshima ya Mungu? Mungu anatafuta watu leo, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao wako tayari kuhatarisha maisha yao na familia zao, ili mradi tu ramani ya Mungu isiharibike kwenye maisha yao. Baba